lakini hatuoni timu ikiwa inatoka nyuma. Muda wote timu inarudisha mipira nyuma kwa golikipa. Muda wote mabeki warudisha nyuma. Yule Chamu anakimbia kama ngamia. Yaani mtu anatokea mbali. Angalia magoli yote dogo katuzuru. Yule dogo katuzuru yule nani yule Mwarabu Saaduni. Chamu anakimbia anamwangalia, rudieni, kaangalieni. Yaani wewe ni beki, ile unacheza kama striker. Yaani unaenda unajua inauma, ila sidhani kama unajua. Ila nafikiri sikiliza, beki wakati anaga speed peke yake, technique, timing. Yaani unatakiwa ujue timing yako iko wapi. Angalia kitambaa anaenda kupiga mpira mwenyewe. Yaani anajikuta mwenyewe kwenye 18 peke yake anashinda. Idi Nado anataka kushinda peke yake yuko. Hivyo wanajua ni kwamba sasa, yaani natamani kusema kwamba sijui nisemeni, lakini kwamba kitu kikubwa Simba atabaki kwa timu yetu, tutaumia, tutaongea, lakini tutakuja, ila benchi la ufundi liondoke. Haikutii hofu kuona kwamba leo umepoteza pointi, manake mtani wako kama anashinda manake anakuwa juu yako. Alipata sare, wewe umefungwa kabisa. Hofu ni lazima kwa sababu gani? Moja, umefungwa na mtu pia anayegombania ubingwa. Anapokufunga wewe yeye anajiweka nafasi nzuri, na Yanga kija akishinda anajiweka nafasi nzuri. Unakuja unarudi Februari au Januari mwishoni, una tatizo la una kibarua cha CAF Champions League na bado unawaza tena kuhusu ligi. Wakati mechi tulikuwa tukiua, tunapumzika, tunawaza CAF Champions League. Unaona sauti yangu ilipokauka kwamba sidhani kama wao viongozi wanajua sisi tunavyopitia. Unajua bro, ngoja nikwambie, kuna watu wameweka maisha yao kwamba Simba ndo burudani, Simba ndo furaha yao. Mtu anamtaji wa 10,000, umeelewa, lakini balance ifike mpaka 1,000 change aje kuangalia timu yake aje kulipa tena, utakuta anakaa VIP. Wao unakuja unamfanyia kitu kama hicho. Ni mtu ananunua jezi 45. Hiyo sio football unavyofikiria wewe. Yaani kuna muda ukifungwa unakubali nimefungwa. Lakini hii tumefungwa kwa sababu uongozi unatumia mambo kijinga. Uongozi kuza wote wale walikuwa pale hawastahili kufundisha Simba. Matola hana uwezo wa kuchukua Simba kama kocha mkuu. Hana. Labda tucheze ligi kuu maisha yote na kina Mbeya City na kina nani. Hana uwezo. Na pia tuangalie viongozi wanataka nini. Yaani kwamba wajue kwamba tunavoumia sisi na kuna watu wanaumia zaidi. Bora sisi mnatujua, mnatuoji. Kuna watu hata hawataki kuonekana. Wanaumia. Mtu mwingine anarudi kwake. Unaweza kushangaa kwa mawazo mpaka anagongwa na gari. Damu ya mtu italipwa. Kama mtu anatoka hapa na mawazo anagongwa na gari pale. Hivyo unajua furaha watu wanaipata. Tunajaza uwanja kila siku tunakuja hapa. Angalia leo mashabiki walivyokataa kuja kwa sababu hamna. Ile nyimbo yenu mnasema mnyama hana mpinzani. Vipi? Bado hana mpinzani? Mnyama hana mpinzani wapi kakaangu? Mambo yashakuwa magumu sasa hivi kwa sababu uwanja ushakuwa mgumu, viongozi wetu wamekaa tu wamelala. Uongozi sangine uwanja ushachezea, ushafanywa mambo mabaya. Mkapa si machinjioni. Sio machinjioni kwetu tena, uwanja usharibika, sio uwanja ule unaotegemea sisi uwanja huu. Wewe mechi mara ya mwisho tumeshinda hapo lini? Alafu kingine viongozi waangalie mambo wanayotufanyia. Matola hawezi kutuongoza Simba, hawezi timu kubwa kama Simba. Matola aachie timu yetu na ile benchi liondoke. Ni benchi la ufundi lote liondoke. Ile benchi la ufundi liondoke, tupate makocha. Kwa sababu ile benchi la ufundi Matola ana uwezo wa kufundisha Simba. Matola ana siasa na Matola wachezaji siku zote wanaondoka. Matola ndio Matola, uone timu inavyocheza, Timu inacheza. Hebu subiri. Timu inacheza haionekani timu inavyocheza. Timu inacheza ovyo ovyo, timu haieleweki inapocheza. Sikiliza nikwambie, kama Matola ataendelea kukaa hapa, hatutakaa tushinde mechi yoyote, na hata klabu bingwa hatutapata hata pointi hata moja. Msemaji alisema tunagawa utamu, na tutaugawa utamu kweli kwa namna hii. Ni utamu tu, kwa sababu kama hivyo alisema watu watagawa utamu, sisi ndio tunagawa utamu. Sasa tangu lini tumeshinda sisi? Timu yenyewe mbovu ile Azam inacheza ovyo, mabeki wanakatika. Tangu kipindi cha kwanza mabeki wanakatika, lakini uwanja huu sasa umesema umechezwa vipi Muhammad? Viongozi ndio watakuwa wajue namna ya kufanya. Kwa sababu gani? Uwanja huu tunaweza kufanya chochote kinachowezekana, siowezekana tunaweza kukifanya hapa, lakini kinachotokea sasa hivi hapa hatuwezi tena kushinda. Mechi tukicheza tunapiga mipira inapiga posti inarudi, mpira inapiga posti inarudi, mchezaji anapata clear chance anapiga pembeni. Uliona mechi iliyopita ya kimataifa. Sasa kocha hapo afanyeje kama mchezaji anapata clear chance na afu? Sawa, umeuliza swali zuri, nataka nikujibu hivi. Unaona nafasi inayopatikana zile ni uwezo wa wachezaji binafsi, sio kocha. Kocha timu inacheza slow kabisa, mpira unarudishwa nyuma, muone? Yaani mpira unarudishwa nyuma, sio mpira uchezwe hivyo kaka. Tunataka tucheze mechi kushambulia, tunarudisha mpira nyuma ndio nini sasa? Mnataka kocha mwingine? Sio kocha mwingine, tunataka benchi la ufundi jipya. Hatumtaki Matola akae pale kwenye benchi. Tunamjua tabia yake. Alikamwe kwa nini atuambia kabisa Simba lazima aende akapigwe? Kwa nini aseme kauli hiyo? Ina maana
Sawa. Ni mpinzani, mambo yako kuambia ni nakwambiaje? Sawa. Mpinzani kwa nini anazijua za ndani? Ina maana zishapenyezwa na wanajua sasa tunaenda kuumia. Leo hii ngoja nikuulize kitu kimoja mwandishi. Umemwona Zidane Seleri? Ana uwezo wa kwenda kupita kwa Kapombe? Ana uwezo? Lakini ngoja leo kafanyaje? Nasoro Saaduni umemwona leo? Anatoa pasi mbili. Nakwambiaje? Simba yani pointi ya msingi kuanzia uongozi wa timu wa pale tuanze upya kama alivyopitia Yanga. Leo hii Engineer Hersi nakwambiaje, tusubiri uchaguzi. Leo hii nchi gani juzi hapa? Nani huyu yule jamaa kijeshi yule? Sawa. Swali linakuja. Timu inakosa nafasi. Nakwambiaje, kwa uwezo wa Mpanzu, ina maana sasa hivi mazoezini watu wanagongesha miamba tu. Kilichobakia ni hichi, waondoke pale benchi zima. Wote ni kweli. Kukicha basi. Kila kukicha sisi tunakaa hapa tunaumia kwa sababu gani? Yaani nani kwenye timu ya Simba? Ni nani yeye? Atuachie Simba, atuachie timu. Tunasema ukweli. Atuachie Simba, atuachie timu. Tunamuomba kabisa Mangungu pamoja na yeye mwenyewe. Yaani Mangungu tunamhitaji aondoke. Hatumhitaji. Ana sifa kuongoza Simba. Alafu na mwenzake Selemani Matola aliyomweka pale. Tunaomba pia Selemani Matola, niambieni ni kombe gani toka amekuja Simba amechukua? Mimi kuliko yeye Selemani Matola anafanya vijisu ili aachiwe timu. Sawa, anafanya vijisu yeye aachiwe timu. Sisi yeye aachiwe timu. Maamuzi naomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na Waziri Mkuu, tunaomba watuonee huruma wana Simba, watuambie sisi yote sawa, hatumhitaji. Wametuambia sisi mashabiki ambao hamtaki Mangungu wasiingie ndani ya uwanja, sisi tumepenya na tumeingia. Sasa bado tunamwambia pamoja na kutuzuia sisi tusiingie uwanjani, baadhi ya mashabiki ambao sisi tunaonekana sawa, sisi tunaingia uwanjani kwa sababu hatujaenda kwake, tumeenda kwa Lupaso, kwa Mkapa, tunakuja kuangalia Simba yetu. Kwa hiyo tunakuomba serikali, Mama Samia na Waziri Mkuu, sawa, tunaombeni ili swala mliingilie kati. Sisi wana Simba tumeshachoka kulia kilio cha mbwa mwizi, tumeshachoka. Kwa hiyo tunaomba ndugu zanguni, huu ujumbe umfikie Mangungu kwamba watu hawakuhitaji. Huu ujumbe umfikie Selemani Matola kwamba watu hawakuhitaji. Uiachie timu hii, timu sio ndugu yake, hii timu sio baba yake, hii timu sio ya ukoo wake, aiache timu. Sisi kuna wazungu Unazungumziaje ushindi wa Azam ukiwa kama wewe ni shabiki wa Simba? Kwanza jue tumesikitika sana. Kwa sababu gani? Kwanza tumuulize Mangungu na Matola amefurahi hiki mlicho matokeo yaliyopata, mmefurahi? Sababu inawezekani mnatugea, yani sisi mashabiki ndio tunaumia, nyinyi mpo kwa maslahi na tunaelewa hilo. Mimi nimesema tu Matola sio kocha, huwezi kumnganisha na Florent Ibenge wao katuonyesha ile quality ya kweli. Kamuuliza maswali kashindwa kujibu. Kila mwana Simba leo kaona kama kwa nini Matola afai. Na tunaposema Matola afai huwa tumuonei, hana mbinu yoyote. Kaulizwa maswali kashindwa kujibu. Na mimi niseme tu huyo atatuumiza sana. Asipoondoka Simba tusijaribu kucheza